Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Wafugaji katika kata ya Lwamgasa wilayani Geita wamelalamikia maaskari wa TFS kukamata mifugo yao na kuwatoza kiasi kikubwa cha fedha pindi mifugo yao inapoingia kwenye pori la hifadhi katika eneo hilo, huku akiomba serikali kuliachia eneo hilo kwa kuwa kijiji hicho hakina sehemu nyingine kwa ajili ya malisho. Kilio hicho kimetolewa na wafugaji hao mbele ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Geita Nicholas Kasendamila akiwa katika kata hiyo kwa ajili ya ziara kusikiliza na kutatua kero za wananchi mkoani humo, ambapo wamesema eneo kubwa la kata hiyo linatumika kwa ajili ya uchimbaji wa madini na kwamba hakuna eneo lingine kwa ajili ya kilimo na ufugaji tofauti na pori hilo. Kwa wafanya biashara wao kila siku tunakamuliwa. Juzi tumekamata ng'ombe 100. Juzi yani kila siku waheshimiwa ng'ombe zimeisha. Na hii foresti hii laki moja kwa kile kichwa cha ng'ombe zinafikishwa serikalini au ziko mifukoni mwa watu. Hao vijana wetu hao mpaka tupige wao watu uwe ndio tueleweke. Maamuzi ambayo yapo ndani ya serikali ni kwamba kama kilio cha wananchi ni wao kufanya kilimo, hebu tutafute namna bora ambavyo wananchi wetu wa Lwamgasa wanaweza wakaendelea kufanya shughuli za kilimo kwenye eneo lile bila kuathiri dhana ya uhifadhi unaoendelea kwenye msitu ule. Haya mambo ni makubwa, kuyafanya kwa siku moja haitawezekana. Panga siku moja kwamba leo nakwenda Lwamgasa kushughulikia kero ya wakulima na wafugaji. Tuendelee na kurasa. Baadhi ya wananchi wa kata ya Mwananyamala katika manispaa ya Kinondoni wamepongeza juhudi za serikali ya awamu ya 6 na jitihada za diwani wao katika kuboresha huduma za kijamii, huku wakihimiza uharakishwaji wa baadhi ya miradi katika mitaa yao na kuzingatia upangaji wa makazi ya biashara. Wakizungumza na Kurasa, wananchi hao wamesema kuwa kumekuwa na changamoto ya kuongezeka kwa watu ambapo inawalazimu kujenga vibanda vya biashara zao katika maeneo ambayo sio sahihi, hivyo kuitaka serikali kutengeneza mazingira rafiki kwa kurekebisha makazi. Hizi njia hizi nyumba nyingi watu nyumba nayo wamezidisha sana. Naona bwana barabarani kabisa, unajua barabarani mtu mwingine unashinda hata kupita. Sinaona kama service road. Naona bwana watu wamejenga kabisa pembeni kabisa katika ukuta kama huu hapa njiani pale. Mitaa imetengenezwa vizuri, ila kuna mitaa yetu kidogo bado haijatengenezwa. Nafikiri sio shida hii. Sio ni changamoto lakini sio ya kutisha. Barabara hizi naomba Mungu, naomba kwa Mungu apate na barabara nazo hizi ambazo za mtaani kwetu hizi zipate lami. Tunaifahamu hiyo changamoto na tunakwenda kuifanyia kazi walau tuweze kupata ufumbuzi wa kudumu. Tumepata mradi wa DMDP. Utazishughulikia zile barabara. Moja ya changamoto ambayo DMDP itakwenda kushughulika ni namna gani tunasafirisha maji taka na maji ya mvua kwenye lile eneo. Tumalizie Kurasa kwa hili. Jamii imeaswa kujiepusha na ugonjwa wa chuki unaotajwa kuwa chanzo cha migogoro ya kijamii, kuyumba kwa mahusiano na kushuka kwa hali ya afya ya akili miongoni mwa watu wa rika zote. Akiongea na Kurasa katika mafunzo yaliyofanyika shule jumuishi ya msingi Malangali, Dr. May Rose Majinge ameelezea kuwa chuki ni mojawapo dalili za matatizo ya afya ya akili ambayo mara nyingi hupuuzwa, lakini madhara yake ni makubwa, huku wanafunzi na walimu wa shule hiyo wakisema imeongezea ujasiri wa kuzungumza wanapokuwa na changamoto. Mfumo mzima wa maisha ya mwanadamu unaathiriwa sana na ugonjwa wa chuki. Hisia hasi ambazo zinasababishwa na afya ya akili, kwa sababu akili ndio inakuwezesha wewe kutambua mambo, kuchambua mambo, kufanya mambo. Sisi katika afya bora ya akili tunasisitiza watu waondokane na ugonjwa huu wa chuki, kwa sababu chuki inafunga milango ya ufahamu wa mtu. Tumekumbushwa leo kwamba chuki inamharibu zaidi anayechukia kuliko anayechukiwa. Nadhani sasa watu wamejifunza, na kutokea hapo sasa watakuwa wanauelewa na mtu ataanza kujiponya mwenyewe. Hatutakiwi kuwa na chuki kwa sababu ni ugonjwa mbaya na unaweza kusababisha vifo. Na tumejua njia za kuikabili hiyo chuki. Kwa hiyo tunaweza tukaishi vizuri kwa kupendana. Tumekufungulia na kukufungia Kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kufuatilia Kurasa hapo kesho. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuandalia Kurasa, jina langu ni Samson Charles. Nikikutakia wakati mwema, endelea kufuatilia vipindi bomba na makini sana kupitia hapa East Africa TV. Kurasa.